NASA ilipeleka wanaanga wanne kuzunguka mwezi kupitia mission ya Artemis 2 iliyochukua takriban siku 10 na kufanikiwa kukamilisha safari hiyo na kurejea salama duniani. Swali kubwa linabaki, je, katika safari hiyo ya kihistoria NASA waligundua nini au kujifunza nini hasa? Kwanza kabisa, moja ya mambo muhimu yaliyojifunza ni athari ya anga za mbali kwa mwili wa binadamu. Tofauti na safari za karibu za dunia, wanaanga wa Artemis 2 walitoka nje ya ulinzi wa magnetosphere ya dunia ambayo kawaida hulinda viumbe dhidi ya mionzi hatari ya anga. Hii ilimaanisha kwamba walipata kiwango kikubwa zaidi cha radiation. Kupitia safari hii, NASA ilikusanya taarifa muhimu kuhusu jinsi mifupa na misuli vinavyoathirika na mabadiliko ya usingizi pamoja na afya ya akili ya wanaanga akiwa mbali na dunia. Maarifa haya ni muhimu sana kwa maandalizi ya safari ndefu zaidi, hasa kuelekea sayari ya Mars. Pili, kulikuwa na majaribio ya kisayansi yaliyoenda mbali zaidi ya anga yenyewe. Kupitia jaribio la organ chips linalojulikana kama Avatar Experiment, wanasayansi waliweza kuchunguza jinsi seli za binadamu zinavyoitikia mazingira ya microgravity na radiation. Hii si tu kwa ajili ya wanaanga, bali pia inaweza kusaidia kugundua njia mpya za kutibu magonjwa hapa duniani, kwani seli zinapokuwa katika mazingira tofauti zinaweza kutoa majibu ambayo hayaonekani kawaida. Aidha, safari hii ilitoa fursa ya kipekee ya kuchunguza upande wa nyuma wa mwezi, eneo ambalo halionekani kabisa kutoka duniani. Wanaanga walipiga picha na kukusanya data kuhusu mashimo makubwa na mabaki ya lava ya kale. Taarifa hizi zinasaidia kuelewa historia ya mwezi na pia kutambua maeneo salama na yenye manufaa kwa ajili ya kutua katika mission zijazo kama Artemis 3. Kwa upande mwingine, Artemis 2 pia ilichangia sana katika uelewa wa hali ya anga, kwani watafiti walifuatilia matukio kama milipuko ya jua na mawimbi makubwa ya nishati yanayotoka kwenye jua yanayojulikana kama coronal mass ejection. Haya ni mambo hatari sana kwa wanaanga na vifaa vya anga, hivyo data iliyokusanywa itasaidia kuboresha mifumo ya ulinzi na tahadhari kwa safari zijazo. Kiteknolojia, hii ilikuwa moja ya mafanikio makubwa zaidi, kwani safari hii ilitumia mifumo mipya kabisa kama rocket ya Space Launch System SLOS na chombo cha anga cha Orion spacecraft. Hii ilikuwa kama test drive ya mifumo hii kwa safari halisi ya binadamu. NASA ilipima kwa mafanikio makubwa mfumo wa maisha na uwezo wa chombo kuhimili joto wakati wa kurudi duniani na utendaji wa mifumo ya usalama kwa ujumla. Mafanikio haya yanatoa uhakika kuwa teknolojia iko tayari kwa hatua inayofuata ya kutua mwezini. Zaidi ya hayo, Artemis 2 iliweka rekodi mpya ya safari ya binadamu kwenda mbali zaidi na dunia kuliko ilivyowahi kufikiwa hapo awali. Wanaanga walifika umbali wa takriban kilomita 400 hadi 4.5 kutoka duniani, wakivuka hata umbali wa kawaida kati ya dunia na mwezi, wakikusanya pia taarifa kuhusu jinsi mwili wa binadamu unavyojirekebisha unapokuwa mbali na gravity ya dunia na kujifunza jinsi unavyobadilika. Hivyo fahamu tu kwamba haya ndo baadhi ya mambo ambayo NASA walijifunza katika mission ya Artemis 2.